Ukiongelea haya mahusiano ya muda mrefu au ndoa, kila mtu ana project yake. Nikisema hivyo namaanisha nini? Namaanisha kila mtu kwenye mahusiano yake, ile ni project yake ambayo huwezi ukalinganisha na project ya mtu mwingine. Ndio maana kuna vitu vinatokea kwenye mahusiano mengine huwezi ukalinganisha na mahusiano mengine, au matatizo yanayotokea kwenye mahusiano mengine hauwezi ukasolve hayo matatizo yakitokea kwenye mahusiano mengine. Kwa hiyo kila uhusiano ni project. Hapa naongelea mahusiano ya muda mrefu au ndoa. So kwa mfano tukiongelea pande mbili za mahusiano, kwa mfano hicho posti juzi Aika wana Vikenzo, jinsi anashauri wadada kuhusu mahusiano, na kilichotokea jana na kuendelea leo kuhusu ndoa ya Haji Manara na mkewe Zailisa. Hii ni aina mbili ya mahusiano, unanielewa? Kitaalamu, watu wanapoingia kwenye mahusiano lazima kila mtu ajue anaingia kwa madhumuni gani kwenye mahusiano. Lakini kuna nguzo za kuingia kwenye mahusiano ambazo hazibadilikagi. Kwa maana gani? Kwa maana ile foundation mnayo create kwenye mahusiano, unanielewa, ile foundation ya chini mnapoanzia ndio itadetermine mahusiano yenu baadaye na kwaje. Ni kama ujenzi wa nyumba. Ukijenga msingi mbaya, basi nyumba haiwezi kuwa imara. Ndio hivyo hivyo hata kwenye mahusiano au ndoa. Kwa hiyo mara nyingi watu wanavoingia kwenye mahusiano, kwa mfano mwanamke ukiingia na intentions za pesa kwa mfano, au kaingia kwa intentions kwamba mtu wako huyu, labda mwanaume wako unataka labda awe fulani au aonekane kwa namna fulani, yani hivi vitu ambavyo ni vya kuangalizika kwa macho. Au mwanaume unaingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya muda mrefu labda na mwanamke ambayo sie ambaye yuko kwenye akili yako, au sio yule ambaye ni type yako, anasemaga type ya mwanamke. Kwa hiyo mara nyingi alichokisema Aika kina apply kwa pande zote mbili, kwa sababu mwanamke anaweza akaplay role ile. Kuna wanawake hapo kwenye mahusiano huu mwaka wa 4 au wa 5 au wa 6 wanavumilia mateso, wanavumilia manyanyaso, unanielewa, wanavumilia different types of abuse bila kuona kesho yao ikoje, lakini kwa sababu tu wameambiwa kwenye mahusiano inabidi mvumilie. Hiyo sio sawa na wala haitakiwi kuwa hivyo. The same apply kwamba huku upande wa Haji Manara na Zailisa ni kwamba wanachojaribu kuportray kwenye social media ni kile walichokicreate mwanzo. Mahusiano yao waliamua wayaweke, wao ni socialites, mahusiano yao waliamua wayaweke kwenye social medias. Kwa hiyo hata yakitokea sasa hivi wanaanza kusemana vibaya kwenye social media, ni kwamba wameshindwa kutumia ile kitu inaitwa weakness za mwenzako. Inabidi usizione kama weakness. Madhaifu ya mwenzako inabidi usione kama madhaifu. Kama mtu unampenda kweli, madhaifu yake unaweza ukaona tu ni vitu ambavyo viko broken, unavihitaji kuvitengeneza. Lakini kama wanaanza kuongeleana madhaifu yao mbele za watu ambao watu wana watoto, ambao ni socialites, hii inakuonyesha upande mwingine wa mahusiano. Kwa hiyo ukija juzi umemwangalia Aika jinsi anavyoishi na Naril, wale wana nguzo zao, wale wana misingi yao wameijenga. They have been together for quite a long time. They both know what they need. Ndio maana unaona wana familia yao, wanafanyaje, ingawa wanaweza kana ya kwa wanaendelea ndani, lakini from what we see on the outside ni kwamba watu ambao wamekaa muda mrefu, they actually know what they are doing kwenye mahusiano yao. Kwa ni watu ambao mentally, physically na spiritually wako very strong na emotionally. Hawana miemko, hawajapendana kwa sababu ya social media, hawajafanya nini, lakini ni watu ambao they want to build together, they want to grow together. On the other hand, hawa watu wengine huku ni vitu ambavyo vinatokea kwa watu wengi tu kwenye mahusiano yao ambao sio maarufu. Unaona, kugombana, kusemana, kufichana mapungufu baadaye kuamua kuyasema, lakini kila mtu ana project yake, ndio kitu cha msingi.
Na kwenye mahusiano especially haya ya muda mrefu au ndoa, lazima watu wafuate misingi ambayo lazima ujue unahitaji nini kabla hujamtongoza mtoto wa watu. Lazima ujue mwanamke, ukisema what she brings at the table, haimaanishi wewe kisa unaleta financial support at the table you provide, inamaanisha mwanamke naye provide. Lazima uelewe hilo. Mwanamke at the table analeta vitu vingi tofauti na watu wengi wanaofikiria. Mwanamke analeta amani kwenye nyumba, analeta mapenzi, analeta kukutunza, unanielewa, ile kukuandalia si nguo, si kukupikia, kufanya nini, anakuletea peace of mind. Hivyo ndio vitu ambavyo mwanamke analeta. Kwa hiyo lazima watu wajue exactly, wajue kwamba mtu unapoingia kwenye mahusiano, kwamba unaingia kwenye mahusiano umeheal vizuri, unaingia na mtu pia ambaye ameheal, wote mwe na intention za kujenga mahusiano. Si unakuwa na intention labda unaingia kwenye mahusiano ili mkomoe mtu fulani, au unaingia kwenye mahusiano ili uonekane kwenye mahusiano. Hapo uwezo ukafika chochote. Kwa hiyo tofauti ya hawa watu wawili ni nguzo zao, kwamba umeingia kwenye mahusiano kwa misingi ipi. Lakini sio kitu kizuri kwa mtu ambaye mnashare naye kitanda mkikwaruzana kuileta hadharani, kwa sababu yani social media, the internet does not forget. Yani the internet does not forget. Asante, is your therapist Frank Koni. Wasafi So, usafi kama wote.